Fika 41.7 na tumeshalipa kwa ile pesa ya awali ilikuwa bilioni 20 na pesa nyingine ambayo ameshachukua ni bilioni 24. Jumla ni bilioni 44. Ile pesa ya awali kwa maana ya advance payments. Kuna taarifa kama mradi unasuasua hivi changamoto. Ni kweli kuna changamoto moja hapo ya hizi review ambazo tunaendelea nazo, lakini na mtiririko wa zile fedha zinavyokwenda. Lakini tunashaidiwa na serikali na viongozi wanafuatilia kwa karibu. Kuna kipindi nimeshashirikiana na mheshimiwa hapa, sijamtafuta tena kujua progress, lakini na mimi wiki iliyopita nilikuwa makao makuu na mtendaji mkuu nimeongea naye, na fikiri amewasilisha kule wizara. Mheshimiwa waziri alivyopita alijaribu kuona na concern ya wananchi. Kwanza kuna changamoto zingine ndogo ndogo ambazo alielekeza tuhakikishe tunazitoa, na ndo alitoa na maagizo ya Mlima Nyoka tuhakikishe tunapapanua meanwhile na kwenda mpaka kule mbele Inyara, na kwenye tuko kwenye mpango kupapanua kuondoa zile kero ndogo ndogo, lakini pia na kusisitiza kuhakikisha usimamizi wa hapa tunaongeza, na ni kweli tumeongeza. Mimi na miezi miwili hapa, lakini I can see kwenye zile progress zilivyo, kwa sababu nimefika hapa ilikuwa progress ya 36 hivi. Sasa hii kipindi umeona imeenda 41.7 na hizi mvua pamoja zipo. Kwa hiyo tunaahidi kwenye chama, ndio ukifika kwa mwenyekiti wa chama wa taifa unaweza kumweleza hivyo. Sisi kama wasimamizi huku tutaongeza nguvu kwa kushirikiana na wenzangu kuhakikisha mradi huu unatekelezwa na unakamilika katika muda ambao umepangwa. Tunaenda speed kutoa zile detailed design ziweze kukamilika haraka, ziweze kupata approval ya kuendelea. Karibu mwenyekiti, mimi niulize kwa faida yetu hapa. Kwa sasa hivi inaelekea mkandarasi hayupo kazini kwa sababu ya mvua. Ni kweli? Na kama hayupo kazini kwa sababu ya mvua, hakuna kazi nyingine ambazo zinaweza zikafanyika ambazo hazihusiani na mvua zikaendelea ili kurahisisha mvua itakapoisha kazi iwe nyepesi? Hilo la kwanza. Lakini la pili, tuna changamoto ya madimbu pembeni ya barabara hizi za kudivert kama jana tuliko kuonyesha pale. Kwani mkandarasi hawezi kuchukua vifusi akaweka pale magari yakapita? Kwa sababu hafanyi kazi, amesimama. Madimbu yale yamezuia watu, yamekaa kwenye maduka ya watu. Watu wanaenda kudaiwa kodi, hawauzi, hakuna mtu anapita, magari hayapiti. Hawezi kuweka vifusi hapo wakati mnasubiri. Moja hilo kwamba ni kweli mmesimama na hakuna kazi ambazo zinaweza zikafanyika wakati huu mnaposubiri. Lakini la tatu ni hilo la hayo madimbu ya maji yanayo yaliyoko kwenye hiyo diversion. Ni ndugu mgeni rasmi, ni kwamba mkandarasi slow down na kusimama. Kwa mfano sasa hivi anaendelea na kazi za structure pale Simike kwa ajili ya kujenga zile kuta za kuzuia, na kama jana tulivyopita tayari tumeshampa maelekezo zile sehemu zingine ambazo zimekuwa noted, na pia tumewasiliana na wenzetu wa Mkongo na wa TANESCO waendelee kutoa haraka, kwa sababu pale akienda kupeleka mitambo kule chini kuna hizo fiber nilizosema, lakini kuna na maji yanapita pale maeneo yao. Kwa hiyo tunaenda navyo wote kwa utaratibu na kuhakikisha hiyo scenario ambayo ilipendekezwa jana tuweze kuipata. Fikiri hajajibu jibu la katibu, ameuliza mradi huu unategemea kuisha lini? Mradi huu unategemea kuisha baada ya kuna items zingine ambazo nimesema ziko kwenye review. Kwa mfano hii hapa haijapata approval ya kuanza kuijenga. Kwa hiyo tukipewa tena wataongeza, lakini kimsingi ni kwamba kwanza alikuwa ameomba extension of time ambayo alikuwa amepewa mpaka mwezi wa sita mwaka huu. Kwa sababu mwezi wa sita ni mdogo, lakini kwetu sisi kama tunaweza tukamruhusu na hii labda akaongezewa siku kadhaa, ni rahisi sasa huu mradi kuisha, kwa sababu sehemu ambazo amebaki nazo yuko kwenye G15 na kwa ajili ya kuweka simenti kwa siku anaweka kwa haraka na rami anaweka kwa haraka. Kama hakuna kizuizi, zile kazi zingine zinaenda. Kazi za chini zote ameshamaliza, kwa hiyo ni rahisi kuzitekeleza kwa spidi. Nyie ni mashahidi, wakati anaweka hii rami alikuwa anatumia siku 3-4,
anatoka huko mpaka hapo. Na hata stabilization kuweka cement na yeye haichukui muda mrefu. Kwa siku anaweza kufanya mita 800 mpaka kilomita. Ni kumwelekeza aongeze labda mitambo mingine kwa siku afanye kilomita 2-3. Kwa hiyo ni rahisi kuzimaliza kwa wakati mmoja. Haiwezekani leo mkandarasi kutoka nje ya nchi ambao tunawategemea wenye mitaji anakuja hapa anangojea advance sisi tumpe ndo aanze kazi. Barabara hii tumempa bilioni 20 advance payment, lakini hakuiweka kwenye barabara hii. Yazani mobilization. Amejenga vibanda, ameleta na malori, lakini malori hii kampuni ana malori toka site nyingine ameleta, janunua gari mpya. Bilioni 20 haipo. Alafu anafanya kazi anadai bilioni 6 au 7-8, miezi 6 alipwi. Huo ndio msingi wa kuchelewa kwa hii barabara. Tutazunguka hawa jitahidi kutoa maelezo mazuri tu, lakini sheria yetu ya manunuzi, na mimi kwa sababu ni mbunge, hii nalisema hapa na nitaenda kulisema bungeni, kuna mapungufu makubwa. Yaani kwa nini mtu mpe advance? Huyu Chiko ni kampuni kubwa, kwa nini haji na mtaji wake? Wapo kandarasi hapa ndani wanaweza kufanya kazi miradi ya bilioni 100 mpaka 200 bila advance, na tumeona kazi zinafanyika. Huyu mradi wa bilioni 180 huu ni mwaka wa 3 sasa hivi. Yaani asipopewa hela kwa mfano kabla bilioni 8 nitakwambia hivi. Anadai shilingi ngapi sasa hivi? Sasa hivi anadai bilioni 5 exactly, alafu bilioni 8 ziko kwenye. Anatoka site kwa sababu bilioni 5. Hatuwezi kumaliza miradi ya mkakati kama hii. Mheshimiwa MCC, hapa ndio kwenye tatizo. Tulikuja na waziri hapa wa ujenzi. Mwezi ulikuwa kabla hata uchaguzi, alituahidi bwana kwamba maeneo yote ambayo yanahitaji designing siku rudio upe yote atakuwa ameweka lami. Lakini ndio sasa hivi tu ameweka kipande hapa, basi inafika kilomita ngapi? Kama kilomita 3. Kilomita 3. Na ni upande mmoja. Sasa maana yake kilomita 29 ambayo mara 258, huu mwaka utakwisha na mwaka ujao haitakamilika hii barabara. Sababu hapa hizi mvua zitaisha kunyesha mwezi wa 6 au wa 7 wa 8. Akirudi site ni miezi 4 mwaka ushageuka. Tunaingia kwenye mvua mwezi wa 12. Tutapata maelezo haya. Tuwe wa kweli. Nyinyi wasomi wetu. Na ndio mnaingia kwenye vikao. Toeni ushauri kwa serikali, hizi sheria zibadilishwe. Mtu aje na mtaji wake. Barabara ya bilioni 100 aingize yeye bilioni 50 ajenge. Bilioni 50 ajaye kwanza serikali na default. Serikali haiwezi kudefault. Jenga mradi ukamilike, ndani ya mwaka tutakulipa pesa zako. Tumekuwa tuongee ya mambo. Lakini nasema wazi pamoja na sababu zote wanasema designing. Haya yamekuja sasa hivi ya mafiati sasa ngine. Kwa mheshimiwa MCC, mimi ya kwangu ni hayo kwamba hizi matatizo yote haya tunayasababisha sisi wenyewe. Sisi wenyewe na sheria zetu. Huyu mkandarasi unashindwa kumbana kwa sababu wewe mwenyewe umeshamwambia ukileta certificate ndio nitakwenda kulipa. Sio mwenyewe umemwambia, amesema certificate unalipa anatoa mitambo. Umesaini mkataba, mimi nitakupa advance kabla ya kuanza kazi. Wewe mwenyewe ndio umemwambia. Sasa hizi pesa sikuwa tungapa kandarasi wa ndani, wako maengineer hapo wana uwezo kufanya hizo kazi. Akachukua advance akafanya. Kwa nini umchukue mtu nje ampe advance? Ukiangalia toka hapa mpaka kule ofisi ni wazao ndio wanafanya hii kazi. Ukimkuta huyu yuko wapi mchino? Yuko yeye peke yake tu. Lakini hao ndio wanafanya kazi hizi. Sasa haya yanatia uchungu sana. Hela zetu wenyewe lakini zinatutesa. Kukumbushana hii barabara haina manufaa kwa ajili ya watu wa Mbeya tu. Labda ni declare interest. Mimi ni msafirishaji. Sasa zingine hii barabara ikiwa na changamoto hata wasafirishaji nao wanakuwa na changamoto. Labda tuchukulie mfano ndio barabara inatumia na watu wa Mbeya tu. Kulikuwa kuna haja kuweka barabara mbili. Wanatumia wanani wa Mbeya tu. Kwa sababu hii ni ufunguo wa SADC. Magari yote yanaenda huko yanapita hapa. Kwa hii ni interest ni national interest. Kwa hiyo taifa lina manufaa na hii barabara. Kwa mtu akitoka Iringa, akitoka Morogoro, akitoka Dar es Salaam, akitoka Songwe ana manufaa na hii barabara. Kwa hiyo barabara hii sichukulia wana Mbeya tu peke yao. Na ninafikiri katika miradi ambayo mikubwa kila mikoa ambaye labda hata ukimwamsha Mheshimiwa Rais ukamwambia bwana katika miradi ambayo unaifikiria mkoa wa Mbeya atautaja huko. Ni kweli kabisa. Hawezi kuzungumza zahanati sio ya kata fulani
au sijui hospitali ya eneo fulani katika miradi mikubwa ambayo ipo kitaifa na kwa viongozi wetu wa kitaifa katika mkoa wa Mbeya upo. Kwa hiyo kama viongozi, na bahati nzuri sasa hivi barabara kaka ilikuwa zamani inawakilishwa na mbunge mmoja. Ndio. Sasa hii barabara imepita kwa bunge wawili. Sasa nyinyi mtakapoenda kule bunge watatu na nani na Mbeya vijijini. Mbona sasa? Sasa nyinyi wabunge watatu mkifika kule bungeni ulipigania hiyo. Tayari na wawakilishi wengi. Na kingine unajua nilichokiona mimi nimekuja wakati wa uchaguzi hapa. Nimekuja mara 2-3. Kiukweli barabara hii ni kero. Ni kero kwa kweli. Jana ndio afisa. Tumechukua dakika ngapi? 40 minutes kutoka mjini mpaka kuja kutoka huko tukotoka. Kuingia mkoa 1 hour. Kwa hiyo tujaribu kuwapunguzia wananchi kero. Hivyo nafikiri ukiona hapa sasa mtawapeni mfano. Usimuona kuna watu wanapita na mabasi alafu wametuona sisi na mashati yetu kijana hawageresha tu. Hawezi kusema hivi. Mtu ametoka kula amekereka huko na mafoleni alafu anapita sisi na mavuli yetu ya CCM na mashati yetu kijani anachungulia geresha tu barabara hichi. Hawasemi hivyo. Wanasema hivyo. Kutukana sana. Kwa jamani sasa